Nataka niingie katika kitengo changu cha usungo, na nataka nizungumzie kwa wewe ambaye unanitizama na kwa wewe unayenisikiliza. I know you got this thing, lakini sijui kama kuna mambo unayafahamu kuhusiana na uume. Kwa hivyo moja kwa moja itakuwa nazungumzia kuhusiana na usiyoyajua kuhusu uume. Kwanza kabisa, uume jamani hauna mfupa. Unaweza kudhani kwamba uume wako una mfupa, lakini kitaalam ni kwamba uume ni nyama tu. Kwa hivyo hakuna mfupa. Kitu cha pili ambacho unatakiwa kukifahamu kuhusiana na uume ni kwamba uume kusimama asubuhi sio lazima moja kwa moja ihusishwe na hisia za kimapenzi. Kwa sababu mara nyingi mwanamume anaposimamisha uume wake asubuhi, huko ni kuonyesha kwamba homoni zako ziko vizuri na wala haisababishwi na hisia za mapenzi. Sawa? Na ni kutokana kama nilivyokuelezea kwamba homoni zako ziko vizuri na mabadiliko ya homoni. Kitu cha tatu, msikilizaji, wastani ni inchi 4 hadi 6. Sawa? Kwa wastani uume ukisimama huwa unakuwa na urefu wa kati ya inchi 4 hadi 6. Kitu chengine, wakati wa baridi uume huwa unasinyaa. Kama ulikuwa hujui, jua. Kitu cha 5 ambacho unatakiwa kujua kuhusiana na uume ni kwamba kichwa cha uume kina hisia kali sana. Yaani kina hisia kuliko eneo lolote katika mwili wako wewe mwanamume. Kitu chengine ni kwamba usiku uume husimama zaidi ya mara 5. Kwa sababu unaambiwa usiku mwanamume akiwa amelala, yani uume una uwezo wa kusimama mara 5 au zaidi pasi na yeye mwenyewe kujua. Na wakati huo ambapo umelala ndio ile homoni ambayo inapatikana kwa mwanamume ya testosterone ndio inajitengeneza. Kwa hivyo kando na uume kusimama mara 5 na zaidi wakati umelala, hakikisha unalala masaa ya kutosha na unapumzika vizuri ili homoni ya testosterone iweze kujitengeneza vizuri. Lakini pia kitu ambacho unafaa kufahamu kuhusiana na uume ni kwamba uume unapona haraka. Na ni kutokana na uwepo wa mishipa mingi ya damu. Kitu chochote kikifanyika kwenye uume ni rahisi kupona sana kuliko unavyofikiria, kwa sababu ya hiyo mishipa mingi. Lakini pia uume unaweza kuvunjika. Licha ya kwamba uume hauna mifupa, lakini jua kwamba uume unaweza kuvunjika, haswa ukiwa uume umesimama. Ndio maana huku mitaani utasikia unaambiwa yule mwanamke yuko vizuri sana kwenye kukata mauno. Sasa chonde akiwa yuko kwenye juu ya uume anaweza kuungoa ama kuukata. Kwa hivyo uume unavunjika. Kitu chengine ambacho unatakiwa kukifahamu, usioshe uume wako kwa maji ya moto, kwa sababu ile ngozi kwenye uume ni nyepesi sana. Kwa hivyo unaweza kupata minor cuts, ama unaweza kupata michubuko pasi na wewe mwenyewe kujua, alafu mwisho wa siku unakuwa katika hatari ya kupata maradhi yoyote ya maambukizi, kina UTI, kina gono na vitu vingine kama hivyo. Kwa hivyo hayo ni baadhi ya mambo ambayo ilikuwa nina hamu sana uyajue kuhusiana na uume.